Diwani wa kwanza kumfahamu hapa Njombe ni Mtewele. Alikuja ofisini kwangu akaambia, mkuu wa mkoa, mimi nataka kujenga shule ya ghorofa, lakini pesa zinazokuja zinakuja pesa za kujenga madarasa ya chini, lakini mimi nina maono na wananchi wangu kwamba tunaweza tukajenga shule ya ghorofa na ikatusaidia. Nikaambia Mtewele, sio shida wala sio dhambi. Wewe una mkurugenzi ambaye ni kijana. Nachoamini kwamba vijana sio warasimu, sio wahafidhina wa mawazo. Kakae na mkurugenzi mkubaliane. Pesa zinapokuja za madarasa kule Uwemba, muone namna ambavyo mtatekeleza pesa ile ile kwenye kujenga mradi ambao ninyi mnautaka. Na bahati nzuri si tumeanza kuhamasisha ujenzi wa majengo ya kwenda juu, kwa sababu hapa ni makao makuu ya mkoa na ni lazima maeneo yataendelea kupungua, kwa sababu Njombe iliyokuwa halmashauri ya wilaya ya Iringa sio Njombe ambao sasa ni mkoa. Kwa nikamwambia nendeni mkaanze. Namshukuru kwa sababu yeye kama diwani na mheshimiwa mbunge wake kaka yetu Deo Mwanyika waliona hili wazo ni zuri, lakini mkurugenzi akaona hili jambo ni la kubeba. Halmashauri ikaanzisha mradi kwa kushirikiana na nguvu za wananchi, na leo tunaona matokeo ya uthubutu wa kuanza. Baadaye serikali kuu, Mheshimiwa Rais alipoleta pesa, watu wa Uwemba hela zao zikaenda kwenye mradi ambao wako nao, na leo tuna mradi ambao ni wa upekee sana kwenye mkoa, kuwa na shule ambayo inajengwa kwa nguvu za wananchi, halmashauri na serikali kuu, na tukapata mradi wa majengo ya ghorofa, madarasa 8 yenye vyoo, lakini pia yenye ofisi za walimu. Tujipigie makofi. Kwa Mtewele, mimi nakupongeza, na watu wa kata yako wanaweza wakatembea kifua mbele kwamba walichagua mtu ambaye ni kijana, msomi na ana maono ya watu wake, na hii ndio tafsiri ya uongozi. Mungu akubariki sana. Sasa la pili, mkuu wa shule, ninakupongeza sana kwa sababu na wewe mwenyewe usingekuwa ni msimamiaji mzuri usingefika tulipofika. Kupitia wewe na wapongeza walimu wote, namna ambavyo mmekuwa na mchango mkubwa kwenye miradi hii, kwa sababu ninyi sio mainjinia, sio kazi uliosomea darasani, lakini kwa sababu ya majukumu na kwa sababu barua yako ya ajira inasema na majukumu utakaopangiwa na mwajiri, umekuwa responsible kuhakikisha kwamba mradi huu mzuri unakuwa na matokeo mazuri. Taarifa uliyosoma hapa milioni 400 na kazi yenyewe vinajieleza. Wala uhitaji TAKUKURU, wala uhitaji watu kuja kupata milioni 400. Na kuna miradi ukitajiwa fika mnaanza kuulizana, jamani, hivi kweli hapa bilioni 1? Lakini unaona milioni 400 yenye matokeo, madarasa 8, vyoo, ofisi, na mradi unaonekana. Value for money, thamani ya pesa na mradi vinafanana. Kuwa shule na kupongeza sana. Mwenyekiti wa mtaa na kupongeza namna ambavyo wadau na wananchi wamepokea mradi huu vizuri. Nifikishie salamu zangu kwa wenzako, kwa wananchi. Hapa Uwemba mna watu wengi sana huko duniani. Nakumbuka Mwamanga Radislas hapa alikuwa mkurugenzi